kuna mambo ya kutizama. Ndio maana baada ya kubarikiwa watu wengine ndio wanapotea kabisa, ndio wanaharibikiwa kabisa, ndio wanakufa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati Mungu anaandaa baraka katika maisha yako, ni lazima aandae na jinsi ya wewe kubeba ile baraka. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana tunaambiwa wakina Petro, wakina Simon wakapunga mkono kwa washirika wenzao, wakaja kuwasaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Maana baraka zilikuwa ni nyingi. Siku zote ikiwa Mungu anataka kukubariki, mtumishi wa Mungu, kwanza utaanza na matatizo. Ndio maana mimi huwa nachunga sana wakati ambapo Mungu ananiahidi kwa maono kwamba nitakubariki, utakuwa 1, 2, 3. Tunaweza tukarejea kwa Yusufu. Wakati Yusufu Mungu anambariki, anamwahidi kuwa mtu mkubwa, kwanza Yusufu alianza na jela. Jina la Bwana libarikiwe. Na alipotoka jela, alianza akiwa waziri mkuu wa kwanza wa Misri. Amen. Ndivyo ilivyo watumishi wa Mungu. Sasa tunapopata picha kutoka katika kitabu cha Luka sura ya 5, kuna namna fulani Mungu anatufundisha. Je, sisi tulioko hapa leo, umewahi kufikiri juu ya washirika ambao unashirikiana nao? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umewahi kuchunguza, je, una washirika wa namna gani katika maisha yako? Unashirikiana na nani? Watumishi wa madhabahuni wanajua, wana maombi wanajua, watu walio katika ndoa wanajua. Ukikosea kwenye ndoa, maana yake ni kwamba umeleta mshirika ambaye hatokuinua. Ndio maana tunasema nguvu yako iko kwa mshirika wako. Je, umechagua mshirika wa namna gani katika maisha yako? Je, umeleta mshirika wa madhabahu nyingine? Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuingie ndani kidogo. Tuingie ndani kidogo watumishi wa Bwana. Unaweza ukalaumu sana, lakini kumbe ni wewe peke yako ambaye unaomba. Waliokuzunguka wote hawaombi. Jina la Bwana libarikiwe. Ni ngumu sana kusogea. Tukiendelea zaidi, wakati wa Farao tunajifunza kitu cha ziada. Bwana Yesu asifiwe. Vita ya Musa na Farao kwa wakati mwingine ilitegemea sana wale washauri waliokuwa kwa Farao. Wakati Farao anataka kuchukua maamuzi juu ya maneno ambayo Musa ameyaleta kutoka kwa Bwana ya kuachia wana wa Israeli, Biblia inatuambia wale washirika wa Farao walikuwa nao wakileta hoja zao kwamba na sisi tunaweza kufanya muujiza kama huo. Jina la Bwana libarikiwe. Hao walikuwa ni washirika wa Farao. Wakati mwingine nguvu yako iko kwa washirika wako. Nguvu ya Farao hakuwa nayo Farao mwenyewe, ila ilikuwa katikati ya wale washauri ambao ni washirika wake. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Watumishi wa Mungu, ni vizuri sana katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili, kuchunga unashirikiana na nani katika jambo fulani. Chunga sana kitu cha namna hiyo. Ni vizuri kumuuliza Mungu, je, nishirikiane na nani? Watu wanaohusiana na wewe majira yote kwa mambo ya msingi ya maisha yako. Kuna wakati kama kina Petro, ni sawa na leo sisi, wakati Mungu anaachilia muujiza wa kukubariki, pengine kiuchumi kwa namna isiyo kawaida, lakini ukielemewa na mawazo, ni jinsi gani nitatumia hizi pesa, unaweza ukamwalika mshirika wako akakusaidia namna ya kuendesha hayo mambo. Kama wakina Petro walivyofanya. Ingetokea hawana washirika wazuri, hujawahi kuona wakati umebarikiwa watu wa msingi katika maisha yako wanakushauri kiupotofu kabisa, ndio unaangamia kabisa. Ikiwa wale washirika wangekataa kwenda kuwasaidia juu ya wale samaki, wangewakosa kabisa na wangezama pia. Maana mzigo ulikuwa ni mwingi. Hakuna mtu anayeweza akakataa baraka zisiendelee kushuka katika maisha yake. Kwa hiyo wakati mwingine ni lazima Mungu achilie stamina kwenye fahamu zetu juu ya washirika wetu, namna ya sisi kuendelea kuzipokea hizo baraka. Wakati mwingine kama utakosa washirika wa msingi katika maisha yako, unafananishwa na tenga. Wakati watu wanamwaga maji, alijai linakuwa ni kisha. Pengine umejeruhiwa nafsi. Kama hauna washirika,
watu wa kukutia moyo, watu wa msingi katika maisha yako. Utaendelea sana kujeruhiwa. Moyo utakuwa na tundu. Wakikutia moyo yale maneno yanapita. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna namna nyingine tunaweza tukasoma katika kitabu cha Esther. Ile sura ya tukisoma kitabu cha Esther ikianza na ile sura ya 4 mstari wa 12 tukiendelea mbele mpaka mstari wa 15 14 tutasoma kwa msaada wa Bwana kitabu cha Esther sura ya 4. Tunapata hapo reference nyingine, tunaambiwa kwamba basi wakamwambia Mordekai maneno ya Esther, naye Mordekai akawaagiza wampelekee Esther jibu la kusema, wewe usijidhania kuwa wewe utaokoka nyumbani mwa mfalme zaidi ya Wayahudi wote, kwa maana wewe ukinyamaza kabisa wakati huu ndipo kutakapowatokea Wayahudi msaada na wokovu kwa njia nyingine, ila wewe utaangamia pamoja na malango wote wa baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Walakini ni nani ajuaye kama wewe ukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Bwana Yesu asifiwe. Mordekai, kama mnafahamu vizuri ile habari ya Esther, utagundua kwamba kuna siku Amani ambaye alikuwa ni askari wa ikulu ya mfalme, siku moja ikatokea amemwona Mordekai amesimama katika malango ya mfalme, na yeye alipenda sana watu wa mwabudu, na kwa desturi ya wana wa Israeli kwa Mungu wao ambaye ni Mungu wa Isaka na Yakobo, ilikuwa ni ngumu sana wao kumsujudia mwanadamu. Basi Amani akajawa na kiburi, akatengeneza hila. Biblia inatuambia, tukisoma hapa juu kianza na ule mstari wa 5 tukisoma mstari wa 6 anasema, basi ile sura ya 4 mstari wa 6, basi yule Adhaki akatoka nje akamwendea Mordekai kwenye uwanda wa mji uliopo mbele ya mlango wa mfalme, naye Mordekai akamweleza yote yaliyompata na hesabu ya fedha Amani aliyoiahidi kulipa katika kazi ya mfalme ili Wayahudi waangamizwe. Pia akampa na nakili ya andiko la mbiu ya kuangamiza iliyotangazwa Shushani, ili amwonyeshe Esther na kumwelekeza tena awaagize aingie kwa mfalme kumsihi kuwaombea watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Naaman yeye